Sekta ya kilimo ni muhimu kwa maendeleo ya wananchi wa Tanzania, hususan wakulima wadogo ambao hutegemea shughuli za kilimo kwa takriban zaidi ya 60% kuendesha maisha yao. Na labda hapa nizungumze kwa sababu kila mara kila mtu anakuja na takwimu yake. Kuna watu wanasema kilimo kinatoa ajira moja kwa moja 80%, wengine wanasema kinatoa ajira moja kwa moja 75%, wengine 60%. Takwimu rasmi ambazo zinatokana na utafiti wa National Bureau of Statistics ni kwamba 58% ya Watanzania wanategemea kilimo moja kwa moja. Wako wengine wanategemea kilimo kwa njia tofauti. Kwa hiyo takriban 60% ya nguvu kazi hapa nchini inategemea moja kwa moja kilimo kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi inaendelea kusimamia kilimo kwa kuongeza tija kupitia matumizi ya pembejeo za kilimo ikiwepo mbegu bora na utoaji wa elimu kwa wakulima na maafisa ugani. Kutokana na jitihada hizo, katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, 2016-2017 mpaka 2020-2021, uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kutoka tani 15,984,864,000 hadi kufikia tani 18,425,250. Kati ya hizo, uzalishaji wa mazao ya nafaka umeongezeka kutoka tani 9,388,772 hadi kufikia tani 10,639,990. Kwa kuzingatia uzalishaji na mahitaji ya chakula nchini katika kipindi hicho, ziada ya chakula imeongezeka kutoka tani 2,600,830 kwa mwaka 2016-17 hadi tani 3,628,499 kwa mwaka 2020-2021. Na hapa nitangaza kwamba tumeambiwa kutakuwa na changamoto ya hali ya hewa hapa nchini. Kwa hiyo tunatarajia kunaweza kuwa na changamoto ya uzalishaji hapa na pale. Jana tumefanya kikao na wakuu wote wa mikoa Tanzania kuwapa taarifa hali ya hewa na mapendekezo ya nini kilimwe eneo gani, na taarifa hizi zitafikishwa kwa wakuu wa wilaya na kwa wakulima. Pamoja na changamoto hiyo, wataalamu wanatuambia kwamba bado tutakuwa tunajitosheleza kwa chakula hapa nchini, ingawaje tukaweza kuwa na changamoto ya hapa na pale, lakini kwa ujumla wake nchi yetu itaendelea kujitosheleza kwa chakula. Lakini muhimu kuomba wananchi maelekezo yatakayotolewa na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya tuyazingatie. Yapo maeneo ambayo tumeshauri kilimo kifanywe kwa kutegemea mazao yanayohimili zaidi upungufu wa mvua, na kwa maeneo mengine kilimo kitaendelea kama kawaida, lakini kwa vyote vile tunatarajia kwamba tutaendelea kujitosheleza kwa chakula na tutaangalia nini kitatokea mbele ya safari. Ndugu wadau, upatikanaji wa mbegu bora nchini umeongezeka kutoka tani 10,946 msimu wa 2014-2015 hadi kufikia tani 77,252.45 kwa msimu wa 2019-2020, ambalo ni sawa na ongezeko la 86.8. Upatikanaji huu umechangiwa na kuongezeka kwa uzalishaji wa mbegu zilizothibitishwa ubora ndani ya nchi kutoka tani 4,337 msimu wa 2014-2015 hadi kufikia tani 61,893.23 msimu wa 2019-2020, sawa na ongezeko la 80%. Nao ongezeko la 80% linaonekana ni kubwa kwa sababu 80% namba kubwa, lakini imetoka kwenye ongezeko la kutoka tani 4,337. Kwa hiyo tumetoka chini sana. Ongezeko ni kubwa, lakini kwa sababu tumeanza na msingi mdogo sana. Ndugu wadau, serikali pia imeendelea kuwezesha vituo vyake vya utafiti kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa aina mpya za mbegu bora za mazao mbalimbali. Aidha, mpango wa kuendeleza kilimo awamu ya pili ASDP2 unasisitiza masuala ya uendelezaji wa kilimo chenye tija
kilimo biashara chenye kuboresha mapato ya mkulima na kilimo kinachomhakikishia mkulima uhakika wa chakula na lishe. Ni wajibu wetu sisi sote kuendeleza juhudi hizo. Nimezungumza neno uhakika. Bado watu wanapenda kusema usalama wa chakula. Ukisema usalama wa chakula, Kiingereza chake utachukulia ni food safety. Safety ni usalama, security ni usalama. Kwa Kiingereza food security Kiswahili chake ni uhakika wa chakula. Kuwa na uhakika tutapata chakula cha kutosha. Kwa hiyo tunapozungumzia food safety tunazungumzia usalama wa chakula. Yaani chakula ambacho kila hakikudhuru. Kwa hiyo tunachozungumza sisi hapa ni uhakika wa chakula. Mimi nami ni mdau wa Kiswahili. Ndugu wadau, kauli mbiu ya mkutano huu ni kuimarisha ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi ili kuboresha mazingira ya kisera na kisheria kwa maendeleo ya tasnia ya mbegu. Effective partnership with government in enhancing the policy and regulatory environment for seed subsector. Kwa kuzingatia maudhui ya kauli mbiu hii, katika sekta ya kilimo, serikali itaendelea kuongeza jitihada za kufanya ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Tunaitegemea sana sekta binafsi, hasa si tu kuongeza uzalishaji wa mbegu, lakini kutusaidia sisi kuwa net exporter wa mbegu. Na nimeambiwa kampuni ya Seedco, nataja moja lakini nadhani ziko nyingine, Seedco na wako hapa, nimeona yule mkurugenzi wake tulikuwa naye, kwamba wenyewe sasa hivi wameanza kuexport mbegu, sio? Kwa tunawapongeza na tunatia wito kwa makampuni mengine tushirikiane na serikali, sisi tujenge mazingira ya utendaji wenu wa kazi ili muweze kutusaidia kuzalisha mbegu si za kutosha ndani ya nchi tu, ila Tanzania iwe net exporter wa mbegu. Sasa hivi tuna import zaidi mbegu kuliko ambavyo tuna export. Ili kutekeleza lengo la kuongeza tija na uzalishaji katika tasnia ya mbegu, Wizara ya Kilimo kupitia sheria ya mbegu ya mwaka 2003 imeweka mifumo mbalimbali ya namna ya kutoa na kufikisha huduma kwa wakulima kwa kushirikiana na sekta binafsi kwa lengo la kuboresha huduma hizi ili kuongeza kasi ya ukuaji wa maendeleo ya wakulima wetu. Ndugu wadau, pamoja na mafanikio hayo, tasnia ya mbegu inakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo uzalishaji mdogo wa mbegu bora, uzalishaji wa mbegu unaotegemea mvua na uhaba wa mashamba ya kuzalisha mbegu. Na hapa natoa wito kwa halmashauri zote nchini kutenga maeneo kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu. Kuna mkoa mmoja mwekezaji ameenda kutafuta shamba, amepata shamba kubwa sana za mbegu, na tuliongea naye atusaidie vile vile kuzalisha mbegu za alizeti ambazo zimekuwa adimu sana. Ameanza mazungumzo, halmashauri ilivyoona kwamba kuna fursa wakaongeza sana bei ya lile shamba. Bado sekta ya mbegu inahitaji tuishike mkono. Kwa halmashauri na ziomba zote zijaribu kuona maeneo ambayo yatawekwa pembeni kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu na ambayo vile vile yanaweza yakatumika kwa kuzalisha mbegu kupitia umwagiliaji. Shamba la mbegu likiwa karibu na eneo, ni wazi kwamba wakulima wa maeneo yale wanaweza kufaidika kwa kupata mbegu bora kwa urahisi zaidi, kwa sababu mbegu zinazozalishwa pale zitakuwa ni mbegu za mazao ambayo huwa yanalimwa katika eneo lile. Kwa mfano, unapokuwa na shamba la mbegu ya migomba liko karibu na eneo la watu, mbegu bora na miche bora ya migomba itakapozalishwa, itakuwa rahisi kwa wakulima wa migomba kujipatia mbegu bora kwa urahisi zaidi, kwa sababu shamba lipo karibu na eneo la kwao. Kwa hiyo natoa wito kwa halmashauri, natoa pia wito kwa halmashauri wote tuzingatie sheria kwamba hatukusanyi kodi ile ya halmashauri ya SES kwenye biashara ya mbegu. Najua tuna changamoto kwa baadhi ya halmashauri chache, ikiongozwa na halmashauri ya Kilolo. Bado wakiona mbegu zinasafirishwa wanataka kuchaji. Mbegu bado ni mtaji na bado tunahitaji kuongeza uzalishaji wa mbegu. Kwa hiyo naomba wale wote wanaohusika na kusanya SES, wakiona ni mbegu, sheria inasema mbegu hazitozwi SES. Kwa hiyo naomba sana wote tuzingatie hilo. Ndugu wadau, katika kuhamasisha uzalishaji wa mbegu bora ndani ya nchi, wizara imeidhinisha matumizi ya mbegu za serikali zenye haki miliki kwa sekta binafsi. Lengo la hatua hii ni kuwawezesha makampuni ya mbegu
kutumia fursa hiyo kupata mbegu kutoka vituo vyetu vya utafiti na kuongeza uzalishaji wa mbegu na upatikanaji wake hapa nchini, na hiyo ndio sehemu ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi, kwamba hakimiliki na baki serikalini, lakini sisi tunahakikisha kwamba tunaruhusu sekta binafsi watumie, watengeneze faida, waongeze kuzalisha mbegu ili mbegu ziweze kupatikana kwa wingi hapa nchini. Hata hivyo, fursa hii ya serikali iliyotolewa haijatumiwa kikamilifu, hivyo natoa wito kwa TASTA kuendelea kushirikiana na TARI, TOSCI na ASA katika utafiti na uzalishaji wa mbegu. Ndugu wadau, nimepokea ombi la TASTA linalohitaji kuwa na sera ya kitaifa ya kutenga mashamba kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu kwa sekta binafsi kwa utaratibu wa kukodi katika ngazi ya mkoa na wilaya. Hivyo natoa wito tena, kama nilivyosema, kwa halmashauri na viongozi wetu kuweka mashamba ya mbegu. Tutakapomaliza mashamba yote, tutakuwa hatuna mahali pa kuzalisha tena mbegu. Tuyatenge mashamba hayo kama sehemu ya uwekezaji kwa ajili ya kuzalisha mbegu. Lakini vile vile ASA tumekubaliana wataendelea kupata maeneo mengi. Mazungumzo yanaendelea sehemu mbalimbali. Hawataweza kuendeleza mashamba yote, lakini watakuwa wanatoa mkataba wa muda mrefu kwa ajili ya makampuni binafsi kuzalisha. Kwa mfano, najua SEDCO anataka wapate uhakika wa kutumia shamba moja la ASA kuweka miundombinu ya umwagiliaji, walitumie, pengine baada ya muda fulani waliacha warudishe kwa ASA, ile miundombinu ya umwagiliaji yote ibaki chini ya mikono ya ASA. Utaratibu huu tutautilia chini kwa sababu tunahitaji uzalishaji mwingi zaidi wa mbegu hapa nchini. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi inaendelea kupambana na wafanyabiashara wa mbegu wasio waaminifu ambao wanachangia uwepo wa mbegu zisizokidhi viwango vya ubora sokoni. Miongoni mwa juhudi hizo ni kuweka karatasi yenye maelezo na utambulisho, ya lebo, katika vifungashio vya mbegu. Swala hili bado halijaeleweka vizuri kwa wadau, hivyo TOSCI itaendelea kutoa elimu ya udhibiti wa mbegu zisizo na ubora na kuhamasisha kampuni za mbegu kutumia lebo hizi za utambuzi ili kuhakikisha kwamba anayenunua anajua anapata nini. Kwa ujumla wake, kilimo kimezungumzwa sana, na hata bunge ambalo limeahirishwa jana, mazungumzo mengi yalikuwa ni kuhusu kilimo. Lakini muhimu tujue, ili tuweze kubadilisha kilimo hapa nchini tunahitaji nini? Tatizo la kwanza la kilimo hapa nchini ni tija ndogo. Tatizo la kwanza kabisa la kilimo hapa nchini ni tija ndogo. Yaani, mkulima mmoja anazalisha kiasi gani? Tunaita productivity. Kwa nguvu zote anazoweka katika kuzalisha. Au ekari moja inazalisha kiasi gani kwa juhudi zote zinazotumika kuzalisha. Kilimo chetu tija ni ndogo sana, na mageuzi ya kilimo lazima yaanzie kwenye kuongeza tija. Tunazungumza korosho, mti mmoja wa korosho wastani pale Mtwara unatoa kilo 10 nadhani. Kilo 10 za korosho, wenzetu wanaenda mpaka kilo 30 kwenda juu. Tunazungumza pamba, ekari moja tunapata kilo 200, 300, 350. Wenzetu Afrika Magharibi wanaenda kilo 1000. Misri wanaenda kilo 2000. Kila zao utakaloliangalia hapa Tanzania, tija yake ni ndogo. Yapo maeneo tumeanza kuwa na tija nzuri, na ni maeneo machache sana, hasa kwenye mpunga. Kwa wale wawekezaji waliopeleka mtaji mkubwa na kuwekeza kupata mbegu bora, kutumia pembejeo bora na kupata umwagiliaji, tunaanza kuona baadhi ya maeneo machache sana kilimo cha mpunga kinaanza kushindana na tija iliyoko kwa duniani. Lakini kwa ujumla tija ni ndogo sana. Na matokeo ya tija ndogo, hata sasa hivi najua Benki Kuu ya Tanzania yenyewe imetenga karibia trilioni 1. Wamesema hizo hela zitatumika kwa wanao process bidhaa zinazotoka viwandani. Hazitosaidia chochote, kwa sababu bila malighafi utaprocess nini? Kwa mfano, hela hizo zikienda kwa wanaokamua mafuta ya kula, watakamua nini wakati hawana mbegu za kutosha kukamua? Viwanda vya mafuta ya kula vinafanya kazi miezi 2, 3 vinafungwa. Hata Benki Kuu angewapa hela zote, hazitowasaidia. Tatizo liko kwenye kilimo, na kwa sababu kilimo kina tija ndogo, kwa mfano kilimo cha alizeti,
wakulima tija ni ndogo sana, 0.7. Hivyo wanaona haina faida sana kwa sababu utaalamu ni mdogo na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama serikali tumeliona hilo. Tunaamini mageuzi ya kilimo lazima yaanzie kwenye tija. Kwa sababu watu wanasema haiwezekani, Israeli ni kama jangwa tu lakini wanauza matunda Ulaya. Sivyo jamani? Kwa hiyo hauwezi kusema ardhi yetu hii ambayo inaonekana na rutuba hatuwezi kuongeza tija na kulima vizuri zaidi. Tatizo lake kubwa ni kwamba yale yanayotakiwa kufanyika kuongeza tija si mambo ambayo yanatoa matokeo haraka. Kiasi kwamba kila anayepita anatafuta kitu ambacho atakiona haraka kabla ya kuondoka. Sisi wote waziri ni pita njia kwenye wizara. Kwa hiyo unajaribu kuweka kile kitu ambacho unataka kukiona haraka matokeo yake. Lakini ukweli cha kwanza kuongeza tija ni utafiti. Ni utafiti. Lazima tuweke hela kwenye utafiti. Na kule tulikoweka tunaona matokeo yake. Tumeona TARI imegundua mbegu bora zaidi za mhogo. Unaweza ukatoa tani mpaka 20 kwenda juu katika hekta moja. Sasa hivi tunapata tani 3 mpaka 8 kwa hekta moja. Hiyo imegundulika kupitia utafiti. Tumeona hata mbegu za alizeti. Tuna mbegu zinaitwa record zimegundulika hapa ambazo zinaongeza tija zaidi. Hazitoshi. Kwa hiyo la kwanza ni utafiti, na serikali imeongeza hela kwenye utafiti, na tunaamini tunapoenda mbele hela zitaongezwa kwenye utafiti, ikiwa ni pamoja na kusomesha vijana wa Tanzania wakasome katika vyuo mbalimbali. Ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi imesema serikali itahakikisha inapeleka vijana kwenda kusoma vyuo mbalimbali duniani, vyuo mahiri, kuleta taaluma ya sayansi, teknolojia na tiba. Ipo kwenye ilani ya chama. Kwa hiyo na sisi kwenye kilimo, kwa sababu ni sayansi, tunataka fedha zikiongezeka tuone Watanzania wanaenda kusoma vyuo mbalimbali, sio vya ndani. Hasa hilo matokeo yake sio kesho kutwa. Usipokuwa mvumilivu utaona kama tunapoteza fedha. Halafu matokeo yake mbele ya safari tukitaka kufanya utafiti tunaona tunakwama. Kwa hela za utafiti zitaongezeka na zitaendelea kuongezeka, na Dr. Mkamilo nimeshamwambia tayari kwamba hela zitakapoongezeka wapelekwe vijana wakasome. Wasome PhD, wasome masters. Nimeona baadhi ya vituo wataalamu wanastaafu. Halafu ukiangalia chini hakuna wanaokuja. Tunajenga tatizo kubwa. Kwa hiyo lazima tuende tukasome. Kwa hiyo utafiti namba moja. Lakini ya pili ni mbegu. Kwenye utafiti ni pamoja na utafiti kuhusu mbegu. Kutafiti kuhusu mbegu bora. Mbegu zinazohimili mazingira yetu. Sio tu kuleta mbegu kutoka nje, tunaona sayansi hapa. Tukiwa Dodoma katika hali ile wamegundua mbegu ya mtama inaitwa Masia. Sio bwana Mkamilo, daktari, ambayo inaongeza tija kweli kweli, na wamegundua vijana wetu watafiti. Sasa tunataka tuone zaidi. Ukitoka nje ya makao makuu Dodoma, kama unakuja Arusha, unapitia Kondoa. Pale katikati kabla kufika jila Kondoa, ile unaona kama ni arid area. Watafiti wetu wanaweza kutusaidia tukaona vibrant agricultural activity katika eneo hili. Kama Israel wanaweza kutumia jangwa kuzalisha matunda, kitakachotushinda sisi kufanya pale Kondoa kama food basket vile vile nini. Kwa hiyo tunahitaji utafiti. Na utafiti wa mbegu, utafiti wa kilimo bora. Sasa tukishafanya vile, tunahitaji uzalishaji wa mbegu. Na nalisema hili kwa sababu tuliposema tunaanza kampeni ya alizeti, mwitikio ulikuwa ni mkubwa kweli kweli. Watu wanataka kulima alizeti. Changamoto kubwa imekuwa ni mbegu. Yaani mbegu, pale tunatafuta mbegu Ufaransa ya alizeti, Ukraine, Australia. Sio tulikuwa wapi? Na tumeshindwa kupata kutosha, na bei ni ghali kweli kweli. Kwa hiyo kwa kweli hii juhudi za kuongeza kilimo cha alizeti karibu litumukie nyongo, yani sasa kwamba tumeshindwa kabla hatujaanza. Kwa sababu mahitaji ya mbegu ni makubwa sana. Sana. Tumejifunza. Mimi naipongeza sana ASA. Tena tumpigie makofi Dr. Kashenga. Kwa sababu kila siku nampigia simu
nataka mbegu, tufanye hivi, tununue mbegu. Sasa mheshimiwa, tunatafuta. Kuna nchi moja inazalisha sana alizeti, imepiga marufuku kuuza mbegu nje. Tukapata mtu wa kuingiza mbegu nchini, mbegu ambayo ilikuwa inauza shilingi 15,000 kwa kilo, yeye akataka kuingiza sasa shilingi 33,000. Sasa tukajiuliza, tukitumia hela ya serikali kuleta shilingi 33,000 na tunaenda kumuuzia mkulima, yule mkulima atasema yani serikali ndio imeamua kutupiga sie. Mtu binafsi shilingi 15,000, lakini serikali inunue. Tukamwambia bwana, fanya 15 kama mwaka jana, kakataa. Basi yani tukaacha. Kwa masikitiko makubwa hatukuweza kuleta ile mbegu. Kwa hiyo swala la mbegu ni kubwa kuliko tunavyoliona. Tulianza msukumo wa kulima ngano na mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya na umeniambia kilimo cha ngano kimeongezeka, lakini kilio ni nini? Mbegu. Tunaagiza mbegu kutoka Zambia na tunaidhinisha kwa dharura, mwaka in mwaka out, year in year out. Sasa yale maeneo ambayo tumeweka hela na TARI na taasisi zetu zimefanya utafiti, tuna mbegu nzuri. Tuna mbegu nzuri za kahawa zinazostahimili. Wale waliokulia kwenye maeneo ya kahawa tulikuwa tunapiga kitu kinaitwa Mortutu. Mortutu ile dawa unapiga kila mwaka, na nadhani imeumiza watu wengi sana. Kwa sababu ni kama bustani, watu wanaishi kwenye bustani, alafu unaenda na pump kila baada ya muda una pump kulinda. Sasa wamegundua mbegu ya kahawa ambayo haihitaji sana tiba kama hiyo. Kwa hiyo swala la mbegu ni kubwa, na napenda nizungumzie tena hili. Na hela yote tutakayopata ya nyongeza, tutaenda kwenye utafiti namba 1, tutaenda kwenye mbegu namba 2. Kwenye utafiti ni kilimo bora na ugunduzi wa mbegu mpya bora. Halafu tutaenda kwenye seed multiplication, lakini na toast practical tutaisahau kwa ajili ya regulatory work ambayo tunahitaji. Alafu baada ya pale tunaishi ya ugali, kuhakikisha kwamba kile kilichofanywa utafiti na mbegu ambayo imezalishwa, utaalamu unapelekwa kwa mkulima. Huduma ya ugali nayo kidogo iko bado, tuna kazi kubwa ya kwenda. Mengine sitaki kusema, maafisa ugali watachukia. Maana watu wananiambia wanapata shida, unamuita afisa ugali, anakuja haelewi zao ambalo unalima. Makosa sio yao. Hatujawafanyia mafunzo rejea, hatujawapa vitendea kazi, tumekuwa tukiwapa majukumu tofauti na bwana shamba bibi shamba, na hilo litakoma. Kwa sababu sasa tunaenda kuwapa vitendea kazi, nitaanza wiki ijayo, tutakuwa Simiyu. Tunagawa pikipiki kwa bwana shamba na bibi shamba, kuhakikisha kwamba wanaweza kupeleka knowledge kwa watu, wanaweza kupeleka taarifa za mbegu bora kwa wakulima. Tutawapa baadaye, tutawapa na toolkits kwa ajili ya kupima udongo. Sasa hivi watu wanatumia mbolea, watu wapiga kelele mbolea, lakini mtu aliyetumia DAP anatumia DAP kila mwaka, wakati mwingine sio DAP inayohitajika pale. Tunahitaji afisa ugani asaidie kutoa taarifa ya afya ya udongo pale. Pengine kinachohitajika zaidi ni chokaa na mbegu kidogo na mbolea aina kidogo. Kwa hiyo swala la ugani, swala la umwagiliaji, masoko, agrofinancing, kilimo anga na kadhalika ni maeneo. Lakini narudia tena, kwenye mbegu, ukiwa nje ya Wizara ya Kilimo na kama si mkulima huwezi kujua hili. Changamoto yetu kubwa ni mbegu. Uwezo wa kuzalisha na kutengeneza mbegu bora kwetu upo, na tungependa tuwe seed self sufficient. Kwa hiyo nimekaa hata na wadau, changamoto walizonazo tutaendelea kuzitatua, na mimi naomba wadau wanisaidie. Tukirelease variety, tukisharuhusu tujaribu kuzisaidia humu ndani, kuzigenerate baada ya kuendelea kuimport. Kwa tumeshatoa kibali variety hii hapa ile kuoteshwa, lakini ukiendelea kuomba kibali cha kuimport internal capacity inakuwa sio kubwa. Kwa hiyo kwa kweli hata nilipopata mwaliko wa kuja huku, nilisema nisingekuwa na nafasi, ingebidi niombe muahirishe mkutano ili nije nizungumze na nyinyi. Kwamba kuambia hii safari, na Mheshimiwa Mhagama amesema, lakini Mhagama yeye ni mdau. Mheshimiwa Mhagama ni mdau wa kilimo, jimbo lake ni maarufu kwa kilimo, analifahamu. Lakini hawa waheshimiwa wabunge wamelizungumza sana bungeni sana kuhusu kilimo, anataka tuone tunakwenda, lakini nakuhakikishia kwamba serikali italifanyia kazi swala hilo. Tutaenda kuliona, ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti kwenye masuala ya mbegu, ambalo tusipofanya hivyo tutaendelea kuwa seed dependent. Na seed dependent ni
Nchi inataka itawale, inataka iwe na economic nationalism of some sort. Ukiwa na seed dependent, siku mtu akikatalia kuleta mbegu unakula nini? Hii alizeti tumeiona. Tunaomba mbegu ya alizeti tununue, unaambiwa no, hatuuzi. Sasa kama una mbegu zako unafanya nini? Kwa hiyo mimi Dr. Kashenge sikueleza ulichofanya. Alichofanya Dr. Kashenge, amechukua bajeti yake 2.2 bilioni, amenunua alizeti, amesort kupata mbegu zinaitwa standard seed. Hizi ndio tunazigawa kwa bei rahisi. Na hii ni innovation ya ASA. Kwa hiyo ASA tunawapiga heko kubwa sana kwa kazi nzuri mliyofanya. Lakini kazi iliyopo sasa ni kwenda mbele kuhakikisha kwamba mwakani hatupati matatizo. Kwa hiyo nimeandika rasmi hazina le shamba la Kilombero KPL, le shamba la miundombinu ya umwagiliaji liko pale, limekabidhiwa JKT. Yuko mwekezaji ameomba alitumie ile shamba kwa muda kwa ajili ya kuotesha mbegu za alizeti na soya. Nishaongea na Wizara ya Fedha, tumeshapeleka barua. Tusipopata kile kibali, ile shamba litakuwa hivyo hivyo kama mashamba ya maua hapa Arusha yalivyo. Mashamba ya maua hapa walinyang'anywa wawekezaji, yamekabidhiwa JKT, ukitembelea kule utalia machozi. Kwa bora kuliazima ile shamba, mtu alitumie si lake, miundombinu ya umwagiliaji aitumie, amwagilie, tuendelee kupata mbegu za kutosha, halafu baadaye shamba liende. Au sio jamani? Ngoja nirudie. Nimeomba shamba la ile KPL pale Kilombero, ni kubwa, lina miundombinu ya umwagiliaji, yuko mwekezaji, ni partnership ya Mtanzania na mwekezaji kutoka nje. Wao wameomba shamba kule wilaya ya Tanganyika kwa ajili ya kuzalisha mbegu. Kule kuna kazi kubwa sana ya kuvunja na kuweka miundombinu ya umwagiliaji, itachukua muda. Wameomba watumie ile shamba pale Kilombero kwa sasa hivi, na ile miundombinu sio wapewe hati miliki, waazimwe tu, alafu watusaidie kuzalisha mbegu za alizeti na soya. Na nimeshaongea na Wizara ya Fedha wapewe. Tusipopewa hilo shamba, haitakuwa tofauti na msajili wa hazina. Haya mashamba maua yako Arusha, yamenyang'anywa wawekezaji, wameshindwa kulipa mikopo, yamefungwa, yana deteriorate miundombinu na kwisha, hayatumiki. Nayo tumeandika barua kuomba tusaidiane na TAHA kuleta wawekezaji wapya, mashamba afanye kazi, watu wapate kazi, tupate fedha za kigeni. Kwa hiyo natumaini kwamba na mwekezaji yote anapoona mahali penye fursa atuambie, tushikane mkono tuende. Na mabenki, na napenda sana kupongeza Ruth Zaipuna, mtendaji mkuu wa NMB Bank, nao wametenga hela kwa ajili ya kilimo, na amenipa heshima sana ya kuja wizarani na timu yake. Tumeongea na atakuja tena. Tumeomba tuangalieni sasa, wakati tunataka kuongeza fedha za serikali, lakini kuna maeneo mengine. Ngoja niliseme, najua sikutaka kuongea sana. Kwa mfano kuna mashamba yapo, hamwezi kuamini, ya kuzalisha alizeti za kutosha, lakini mtaji tu kuvunja shamba hapo Singida hakuna. Mabenki wanasema sisi kuvunja shamba hapana. Sisi mkishamaliza karibu bilioni 1 ndio tutakuja kukupa fedha. Tunaongea mabenki. Sasa hii itatusaidia nini? Yuko mnunuzi amesema yuko tayari kutoa mkataba kwa wale wakulima walima alizeti, yeye atakuwa na walipo. Kwa hiyo mkataba utakuwepo. Kwa mabenki, kwa nini wasiingie kusaidia kuvunja pori? Alafu mkataba upo na ardhi ile ikashikiliwa vizuri, tukasonga mbele. Kwa hiyo lakini namshukuru mtendaji mkuu wa NMB Bank kwamba aliomba mwenyewe kuja kutuona Wizara ya Kilimo, na tumekaa tumezungumza vizuri sana. Napenda nitakaa na gavana wa benki kuu vile vile, hizo hela za kilimo tushauriane, kwa sababu benki kuu ni wataalamu wa pesa, wataalamu wa kilimo wako wapi hivi. Kwa hiyo tukae chini tushauriane. Unaenda kuwapa processors fedha, inaweza ka sound very nice, lakini processors wenyewe wanahitaji malighafi. Basi tu unlock malighafi hizi ili processors waweze kuzalisha. Kwa hiyo natoa wito kwa mabenki mengine yote, tunaomba sana wajitahidi, watusaidie kuingia katika sekta ya mbegu. Sekta ya mbegu ina fedha, lakini inahitaji msukumo. Si sekta ya hasara, lakini kwa sasa hivi tunahitaji kuishika mkono sana. Na ikishasimama yenyewe,
itakuwa inajiendesha, lakini tuna safari ndefu, tunahitaji wadau wote. Serikali will play our part, private sector is playing its part, financial institutions please join us. Tukienda hivyo tunaweza tukamaliza. Na mimi napenda sana kulizungumzia hili la alizeti, lakini alizeti ni mfano mmoja tu wa nini ambacho ni rahisi sana kukifanya nchi ikasonga mbele, lakini tunahitaji kukifanya, sio kuongea. Viwanda vya alizeti vya kukamua mafuta vikifanya kazi, vijana wana kazi. Mheshimiwa, mambo ya kupambana na machinga ni swala la ajira. Na kilimo tukiweza kuunganisha malighafi na processing, tutapunguza changamoto ya ajira. Na la alizeti linawezekana. Lakini tatizo mbegu. Ili tuweze kumaliza tatizo la mbegu, tunahitaji ya mashamba tuliyosema, na tunahitaji watu wote ambao wanalima mbegu waingie katika sekta. Na nazungumza alizeti, lakini kwa masekta mengine yote ambayo tunayapa nchini.